Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa natubu ilayhi wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa nuthni alayhi alkhayra kullah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa salawatullahi wa taslimatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi dhawi sharafil adhim, amma ba'd. Watukufu Islam pamoja na wafuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, ni mara nyingine tena na ukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo lengo lake ni kule kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islam, baada ya utangulizi huo, leo kwa muda mchache hapa tutakuwa na nasaha fupi kwa ndugu yetu katika iman, ndugu yetu katika maduati, anaitwa Alifaza, lakini kwa jina maarufu wanamuita Ustazi Malemba. Watukufu Islam, sote tunafahamu kwamba dini yetu ni Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuhakikishia ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, kwamba hakika ya dini ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au dini ambayo anaikubali ni dini ya Uislamu. Na kisha akatuelezea kwamba mwenye kujichagulia dini yoyote isiyokuwa dini ya Uislamu hatokubaliwa katika jambo lake hilo, lakini pia katika nyumba ya akhera, maisha yetu ya mwisho, atakuwa ni mwenye kula hasara. Na Uislamu ndiyo jambo kubwa kuliko itikadi zetu. Uislamu ndiyo jambo kubwa kuliko tabaka zetu, ikiwemo makabila, rangi, tofauti ya mataifa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna akramakum indallahi atqakum, mbora wenu ni yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nayatanguliza haya kwa haya yaliyotokea kwa ndugu yetu huyu Alifaza, kwa sababu Waislamu hawatakiwi kugombanisha, hususan sisi Waislamu, kwa sababu ni dini ambayo inaheshimu kila mtu, dini ambayo inamheshimu ambaye yuko tofauti na dini hii, lakini pia dini hii inamheshimu hata yule ambaye hana dini kabisa. Dini hii inamheshimu mwenye mali, dini hii inamheshimu kwa asiyekuwa na mali, lakini pia dini hii ina heshima kubwa, au ina mafundisho makubwa ya kuwaheshimu watawala. Sasa video aliyoitoa ndugu yetu Alifaza ni video ambayo alikuwa anamjibu ndugu yetu katika Uislamu Muhammad Bachu, na kuyazungumza haya si kama anaunga mkono kila anachozungumza Muhammad Bachu, na wala si kama siungi mkono kila anachozungumza ndugu yetu Alifaza, lakini kutokana na maneno ya Alifaza, baada ya kuyapima na kuyafikiria min alifihi ila yai, kutokana na mwanzo wake mpaka mwisho wake, mimi kama Ibrahim nimeyaona mazungumzo yale yana uchochezi na uchonganishi baina ya Waislamu na kiongozi wao, au baina ya muhusika na upande wa utawala.
Mimi sitaki kuzungumzia nini kilizungumzwa na Muhammad Bachu, kwa sababu video ile ipo YouTube na kila mmoja anaweza kwenda kuona, lakini nilichoelewa mimi kwamba Muhammad Bachu alikuwa anazungumza na watu wengine, wala sio kiongozi wetu wa nchi. Alikuwa anazungumza na wale watu wa karibu na serikali, au wale watu ambao wanazungumza ndani yake wakiwa wana uhusiano katika mazungumzo yao na vyama vya siasa. Kwa hiyo yeye, nilivyomfahamu mimi, ni kwamba alikwenda kuwarekebisha wale. Kwa hiyo muda mchache baada ya video ile, naona video ikibeba kichwa cha unwan ya kwamba rais anakufurishwa. Hii ni dhulma ambayo ameifanya ndugu yetu Alifaza. Ingawa sambamba na hilo, natoa tahadhari kwa sisi maduati kwamba hebu tuingie katika hizi hitilafu zetu, tuingie katika hii mizozo yetu, tusiwahusishe viongozi, kwa sababu haya yasingetokea isipokuwa tunatumia vibaya uhuru wa kueleza namna mtu alivyofahamu katika jambo hili la dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo nasaha zangu kwa Alifaza, asichukue fursa ya uhuru wa kutoa maoni kutaka kuchonganisha Waislamu na viongozi wao, au kutaka kuchonganisha mmoja katika maduati na kiongozi wake, jambo ambalo halipo kabisa. Alichokieleza yule, alieleza kwa lugha ya Kiswahili fasaha, na tukamfahamu kwamba lengo lake hawa walio katika ulingo wa siasa wawe na mipaka katika kuzungumza sifa za yoyote katika viongozi, ili isije ikapatikana ndani yake kufuru. Watu wengi tumemwelewa hivyo, na si kama kashusha hadhi ya mtu au kazungumza kitu kibaya chochote, ingawa tuko tofauti katika mitazamo au fikra, na kila mmoja anapo alipovuna elimu yake, lakini uadilifu ni kitu cha pekee, na Allah subhanahu wa ta'ala alitutahadharisha katika jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Maida, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Anasema isije ikawa sababu ya kutofautiana na watu ikakuchukua wewe wale watu ukafanya kwa sababu hiyo usiwatendee uadilifu. Ufanye uadilifu kwa sababu jambo la kufanya uadilifu liko karibu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, au linakupelekea wewe umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yetu, umezungumza maneno, hususan mwisho umeharibu kabisa, na nashangaa kwamba katika maongezi yako unasema eti ulichawahi kupitia university, ukimaanisha kwamba elimu ya level ya juu ya chuo kikuu. Mimi nakataa, kwa sababu maudhui ambayo umeyazungumza jana, hata mwanafunzi wa darasa la 7 hawezi kuyazungumza hayo, kwa sababu ni ufahamu mbovu. Mahala shahid, tuelekee katika zile komenti ambazo zilikuja baada ya wewe kuzungumza, na imani yangu ni kwamba wale wote si kama ni mawahabi, wengine ni watu wa tariqa
lakini hawakuwafikiana na wewe, kisha unakuja kueleza kama vile umedhulumiwa, wewe ndio dhalim. Wanasema maulama, huenda akawa mtu analia, huwa yabki wa huwa yadhlimu, yeye analia lakini akawa yeye ndio anadhulumu. Kwa hiyo kwa maneno ya Hakiba, masala ya kumchonganisha raia na kiongozi wake, akiwa msomi asiwe msomi, ni kosa kubwa umefanya, hasa ukizingatia wewe si Mtanzania. Kwa hiyo wewe unawaingiza watu katika matatizo. Sisi serikali yetu tunasifu kwamba ina watu waelewa, ina watu wanaozingatia sheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba lazima wanafuatilia jambo mwanzo wake na mwisho wake. Hawezi wakasikiliza maneno yako, lakini ulichokifanya ni kibaya. Sisi tumejisikia vibaya. Binafsi nina mtazamo tofauti kabisa na Muhammad Bachu, lakini sio kila anachosema sicho, na mimi siongei haya nikasema kwamba kila unachosema wewe sicho, bali hapa umekosea sana, kwa sababu umeleta uchonganishi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumzia haya kwamba ni mazito mno aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul hariq, wale ambao wanawafitinisha waumini wa kiume na waumini wa kike, kisha hawa wasiwe ni wenye kutubu, basi watapata adhabu kali, tena yenye kuumiza, tena yenye kugharikisha, adhabu ambayo haina mfano. Kwa maana hiyo, ndugu yetu, kupitia aya mbalimbali, kupitia hadithi mbalimbali na maneno ya maulama, umekosea mno, umefanya jambo kubwa sana, baya mno. Kwa kweli tumechukia, na katika hili hata hao watu wa tarika au mawahabi basi hawakupendezewa na jambo hili, wakiwa wanamkubali Muhammad Bachu au wanamchukia. Kwa hili hawakupendezewa, kwa sababu umeleta kitu ni kituko, wala hakijazungumzwa. Ulichozungumza wewe hakijazungumzwa kabisa. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia akasema kwamba almuslim man salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi, Muislamu bora yule ambaye wanasalimika Waislamu wenzake kupitia ulimi wake na mikono yake. Kupitia ulimi wako wewe hukumsalimisha mwenzako, kwa hiyo hukuwa Muislamu wa sawa. Mimi nasaha zangu tu, utarajai, ubadilishe pale ulipokosea, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe msamaha, na ikiwezekana umuombe Bachu msamaha, kwa sababu wewe umekosea na umetenda jambo la dhulma. Nafikiri meseji hii itakufika. Wabillahi tawfiq. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.